Huyo ndugu yetu asema kwamba kuna mwanamke na mwanamume ambao kwamba baada ya kufanya jimaa, tendo la ndoa, wao wanainuka wakaoga kama josho la kawaida ambalo kwamba ni josho la ada, yani hawaogi janaba kwa sheria zake. Je, hii namna gani? Tupenda kueleza ndugu zetu kwamba kuna josho la wajib na kuna josho ambalo kwamba ni la kawaida. Maana ya josho yani ni kuoga, kwa wale ambao kwamba hawatoelewa maana ya josho. Kwa hiyo kuna josho la kuoga ambalo kwamba ni la kawaida, na josho ambalo kwamba unaoga lakini ni wajib, ni lazima na ni ibada, josho kama lile. Josho la kawaida ni lile ambalo kwamba pengine umetoka nje, umesikia joto, jua limekupiga, ukaingia msalani ukajibiminia maji, lile halina masharti yoyote. Hata ukasema naoga upande mmoja nikajibiminia maji upande wa mbele nikatoka, mgongo haukupata maji, hilo halina tabu, hilo halina shida, kwa sababu si josho la lazima, ni kutaka kwako kwa ajili ya kujiburudisha. Lakini josho la lazima ni lazima ulioge kwa masharti yake, na miongoni mwa majosho ya lazima ni josho la janaba ambalo kwamba sababu yake ni kuingiliana, kufanya jimaa baina ya mwanamke na mwanamume, wote wawili wanalazimika kuoga. Na josho la wajib lina nguzo zake ama lina fardhi zake. Kuna mambo ambayo kwamba lazima yapatikaniwe ndio kuoga huko kusihi, kuwe kumeogewa sawa sawa. Jambo la kwanza ni unapooga utie nia, yani utie nia kwamba mimi naoga josho la janaba, na nia mahala pake ni moyoni. Sio lazima upige kelele wala utoe sauti watu wakusikie, oh nawaitu rafa aljanaba, la, si lazima. Ni kutia nia ndani ya moyo wako, ama ukiweza kutamka kwa ulimi kwa sauti ya chini kiasi ya kujisikia wewe mwenyewe, nanuia kuoga janaba, au nanuia kuoga haidhi, au nanuia kuoga nifas. Zote hizi ni miongoni mwa sababu za kumfanya mtu aoge. Kwa maana hiyo, tungependa kueleza kwamba jambo la kwanza ambalo kwamba ni lazima lipatikaniwe ili kuoga janaba kusihi, ni lazima utie nia kwamba wewe waoga janaba, ili utafautishe wakati unapokuja kutoka nje kujimiminia maji kwa ajili ya kujiburudisha, na baina ya kuwa sasa waoga janaba, majosho mawili yapate kuwa tofauti. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, wakati wa kuoga janaba ama wakati wa kuoga nifas ama wakati wa kuoga haidhi, ni lazima kila kiungo katika mwili wako kifikiwe na maji na maji yatirizike. Wala sio umejimiminia maji ukitoka nje mahali fulani haikupata maji katika mkono ukajipangusia, hiyo itakuwa kuoga kwako hakukusihi. Lazima ujimiminie maji kwa nia ya kwamba waoga janaba. Kwa hiyo katika kufikisha maji katika kila kiungo cha mwili ni kwamba sehemu zote za mwili ambazo kwamba zimekunjana lazima uhakikishe umefikisha maji katika sehemu kama ile. Kwa mfano katika makwapa, kwa mfano katikati ya mapaja, kwa mfano katika sehemu za nyuma, ima kwa mwanamke au kwa mwanamume. Au kuna baadhi ya watu wana unono ambao kwamba mwili wao umekunjana kunjana, lazima uhakikishe uinue zile pleats na uinue ile mikunjano na ufikishe maji, ili sehemu yako ambao kwamba imefichika katika mwili iweze kufikiwa na maji, ili kuoga kwako iweze kusihi. Kwa hiyo tungependa kueleza hawa ndugu zetu, wakati wote mnapofanya tendo la ndoa ni lazima kuogewa, na kuogewa huku ni kuogewa kwa lazima, kwa faradhi, kwa sababu inaitwa kukoga janaba, na lazima utie nia, na lazima mwili wako mzima, kila kiungo chako cha mwili lazima ufikishe maji. Wallahu wa rasuluhu a'lam.